Habari mbaya kumuhusu mbunge wa Juja George Koimburi imewashangaza wengi katika nchi ya Kenya na mataifa ya kigeni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa tafadhali kumbuka kusubscribe. Mbunge wa Juja George Koimburi ambaye awali aliripotiwa kutekwa nyara siku ya Jumapili baada ya ibada ya kanisani amepatikana akiwa amejeruhiwa vibaya na kutupwa katika shamba la kahawa la Jacaranda, eneo la Kibicho katika kaunti ya Kiambu. Tukio hilo limezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wanasiasa na hali za haki za binadamu nchini Kenya. Kwa mujibu wa familia yake, Koimburi alionekana akiwa katika hali ya maumivu makali kwenye video zilizosambaa mitandaoni, hali iliyochochea hofu kuwa maisha yake yako hatarini. Familia hiyo imethibitisha kuwa kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali iliyo karibu na mji wa Ruiru. Hali yake ya kiafya inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku sababu halisi ya mateso aliyopewa bado ikiwa ni kitendawili. Koimburi aliripotiwa kukamatwa na watu wasiojulikana mchana wa Jumapili Mei 25 wakati wa ibada ya kanisani mbele ya waumini waliobaki na mshangao baada ya mbunge huyo kufungishwa kwa haraka kwenye gari la aina ya Subaru. Baada ya siku kadhaa kupita bila kujulikana alipo, alionekana tena katika kanisa la Full Gospel eneo la Mgudha, kaunti ya Kiambu. Taarifa kutoka kwa seneta wa Kiambu Karungo Wathang'wa ambaye ni mshirika wa karibu wa Koimburi zinaeleza kuwa jaribio la kumkamata mbunge huyo lilianza wiki moja kabla ya tukio hilo. Wathang'wa anasema kuwa walikuwa wakimvizia tangu alipoanza kugawa basari kwa wanafunzi katika eneo lake, na inadaiwa kuwa aliweza kuepuka mtego huo kwa kutumia pikipiki kabla ya kujificha kwa muda. Na katika tukio hilo la Jumapili, mkewe Koimburi pia alipata majeraha alipokuwa akijaribu kumzuia mumewe kuchukuliwa kwa nguvu. Taarifa hii imezua hisia kali kutoka kwa viongozi wa Kiambu wanaoitaka serikali kueleza ukweli kuhusu tukio hilo. Kwa hivyo idara ya upelelezi wa jinai DCI imekana kuhusika katika kutekwa nyara kwa mbunge huyo Koimburi, japo kuwa imethibitisha kuwa walikuwa wakimtafuta mbunge huyo tangu Ijumaa iliyopita kuhusiana na tuhuma za udanganyifu wa ardhi pamoja na matumizi mabaya ya fedha za maendeleo ya maeneo bunge ama ukipenda CDF. DCI haijatoa taarifa ya kina kuhusu hatua zaidi zitakazochukuliwa katika uchunguzi unaoendelea. Mbunge huyo pia anakumbukwa kwa kukamatwa mwezi Februari mwaka huu na maafisa wa polisi alipokuwa akielekea bungeni. Wakati huo alikuwa ametoa matamshi kuikosoa serikali kuhusu matumizi ya takriban shilingi bilioni 13 za walipa kodi katika harakati za kumpigia debe aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kwa nafasi wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika ama ukipenda AUC. Ila kwa sasa tukio la kutekwa na kutupwa kwa Koimburi limeibua maswali kuhusu matumizi ya nguvu kupitia kiasi dhidi ya viongozi wa kisiasa, huku mashirika ya haki za kibinadamu yakitaka uchunguzi huru ukifanyika mara moja ili kuhakikisha wahusika wanawajibishwa ipasavyo.